Mambo vipi mwanamichezo, wakati mwingine tena mzuri kabisa tunakutana katika chaneli yako pendwa kabisa ya Star Media, tukiweza kujuzana yale yote makubwa ambayo yanaendelea kwa sasa ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba. Mchezo wa fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika ndio story kubwa ambayo kwa sasa nimekusogezea, na kocha mkuu wa kikosi cha klabu ya Simba Sport Club bwana Fadlu Davis ameweza kutangaza kikosi chake cha majembe 11 ambacho kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa kabisa ambao Simba Sport Club atawaalika nyumbani. Hapo nazungumzia Amani Complex Zanzibar, klabu ya RC Berkane tayari ambao wapo pale Zanzibar kwa ajili ya mchezo huo. Kocha mkuu Fadlu Davis ameweza kuwaasa wachezaji wake na kuwapa motisha, nguvu ya kupambana ya kuweza kuhakikisha ya kwamba mabao mawili ambayo yalipatikana kule Berkane basi wanakwenda kusawazisha mlima ule na kuweza kumaliza kazi mapema kabisa. Ndani ya dakika 90 tu wao wamehakikisha kwamba mission ya kubeba taji la kombe la shirikisho barani Afrika linakuwa limetimia. Sasa kikosi kiko vipi ambacho amekitangaza, ambacho hicho kikosi kitakachoanza katika mchezo huo mkubwa katika siku hiyo ambayo kila mmoja ambayo anaisubiri kwa hamu kweli kweli. Tutakwenda kujua hapa, ila kabla tujaendelea nikukumbusha kwamba kama ni mara yako ya kwanza kabisa unatembelea katika channel ya Star Media, ajua kwamba umepitwa na taarifa nyingi. Sasa ili usiendelee kupitwa na taarifa zetu, cha kufanya ni kitu rahisi kabisa. Kwenye simu yako ni kubonyeza tu neno jekundu liloandikwa hapo no subscribe, na kisha ukabonyeza alama ya kengele iliyoko hapo chini pembeni. Kufanya hivyo kutakuwezesha wewe kupata taarifa zetu popote pale unapokuwepo, pasipo kuweza kuhangaika huku na kule kwenye kutafuta taarifa zinakuwa zinakufikia moja kwa moja kwenye simu yako. Karibu tuweze kujuzana hili ambalo naloendelea kwa wakati huu ndani ya kikosi cha klabu ya soka ya Simba Sport Club. Bana, taarifa ni njema kweli kweli kutoka ndani ya kikosi cha klabu ya Simba, ambao Simba wanahakikisha kwamba si tu kwenda kulibeba taji la hapa nazungumzia kombe la shirikisho, bali ukiachana na heshima ya kubeba kombe la shirikisho, Simba ina kila sababu ya kukomaa ili kukoma mabilioni ya fedha zinazotolewa kwa bingwa wa kombe la shirikisho Afrika. Kutinga fainali kwa Simba kumeifanya ijihakikishie kuzoa dola milioni 1 zaidi ya shilingi bilioni 2.7, lakini ikibeba ubingwa wa michuano hiyo itatoa dola milioni 2 ambao ni sana shilingi bilioni 5, fedha ambazo ni karibu bajeti nzima ya usajili wa klabu hiyo kwa msimu huu iliyotangazwa katika mkutano mkuu wa klabu hiyo uliofanyika Oktoba mwaka jana. Simba inahitaji kushinda mechi hiyo ili kuizima Berkane na kubeba ubingwa, lakini kiwango hicho cha fedha ni mzuka mwingine unaowalazimisha kina Elie Mpanzu, Kibu Denis na nyota wa timu hiyo kutokwa jasho, kwani watajihakikishia kuzoa bilioni 1 walizoahidiwa na mabosi wa klabu. Mbali na fedha hizo kutoka kwa wadhamini wa michuano hiyo iliyosimamiwa na shirikisho la soka CAF, Simba ina kila sababu ya kushinda ili kuzoa fedha za goli la mama ambalo kila bao ni shilingi milioni 30, ambali na ahadi za wadau na wa klabu hiyo akiwamo Azib Deuji ambaye alitangaza kununua kila bao na assist kwa milioni. Unaona bana. Sasa twende kutizama kikosi cha klabu ya Simba kitakachohakikisha kinabeba hicho kitita cha fedha, ambapo golini anasimama si mwingine bali ni Musa Pimpin Kamara, akiendeleza mwendelezo wake ndani ya kikosi cha klabu ya Simba Sport Club, hakikisha kwamba mabao hayatakiwi kuongezeka kabisa, kwa sababu unafahamu ya kwamba michezo hii bado kuna goli la ugenini na klabu ya Simba tayari ina mlima wa mabao mawili, hivyo inapaswa kuweza kujiazari zaidi kwa kutoweza kuongezwa goli la pili ama goli la tatu kwa upande wa Berkane. Hivyo basi nyavu zake Pimpin Kamara kazi yake kubwa ni kuweza kuzilinda Berkane wasiweze kuzitikisa ndani ya dakika 90 ili kuweza kuweka misheni yao sawa kwa upande wa Simba Sport Club. Lakini katika upande wa beki namba 2 anasimama si mwingine bali unazungumzia huyu ni
Shomari Kapombe, unafahamu kazi kubwa ambayo anaifanya, ni moja kati ya mabeki ambao wenye uwezo mkubwa kweli kweli, na wamekuwa wana sifa ya kuweza kupanda na kuweza kutengeneza mashambulizi na kurudi kukaa katika nafasi yake. Unafahamu kazi kubwa ambayo huwa anaifanya. Hapa anazungumzia si mwingine bali ni Shomari Kapombe, kuhakikisha kwamba anakwenda kuitetea nembo ya klabu ya Simba bila kuweza kupoteza muda, kuhakikisha kwamba eneo lake linakuwa salama zaidi. Lakini katika upande wa safu ya upande wa kushoto, yani beki, hapo anazungumzia beki namba 3, anasimama Mohamed Hussein Shabalala Zimbo Junior. Unafahamu mahili wake, amekuwa ni mchezaji ambaye amecheza mechi hizi zenye pressure kubwa na kuweza kuzicheza vizuri kweli kweli. Si mara yake ya kwanza kabisa kwenye mambo ya mechi kubwa kubwa kama hizi zenye pressure. Kwa hiyo kazi yake kubwa itakuwa ni kuhakikisha kwamba anapanda kama anavyopanda siku zote, lakini kupanda kwake kutakuwa kwa uangalifu zaidi, kwani klabu ya Berkane ina wachezaji ambao ni washambuliaji hatari kweli kweli, ambao wanahitaji kuchungwa muda wote. Lakini katika upande wa beki namba 4 anasimama Chamu Karabu. Unafahamu bora wake, moja kati ya mabeki ambao katika michuano hii ya kombe la shirikisho barani Afrika amezidi kuonyesha ukomavu mkubwa kweli kweli, na kuweza kuwapa matumaini klabu ya Simba kwamba tayari beki wanaye, hakuna haja ya kwenda sokoni kwenda kutafuta beki ambaye atakuwa anaongeza nguvu katika eneo hilo, kwani tayari wameamua kuweza kumwamini Chamu Karabu kutokana na muendelezo wake mzuri wa matokeo na kile ambacho anachokifanya katika uwanja. Lakini katika upande wa beki namba 5 utakutana na hapa nazungumzia Chemalon Fondo, akiweza kuchukua nafasi ya Blazak Hamza ambaye yeye aliweza kupata majeraha katika dakika zile 90 kule. Hapa nazungumzia Berkane akuweza kuzimaliza zile 90 za Berkane, akatolewa nje sasa, lakini yupo katika kikosi huku akiendelea kuweza kupata matibabu. Lakini katika upande wa beki katika upande wa kiungo namba 6 anasimama Mtanzania Yusuf Kagoma, moja kati ya viungo bora kweli kweli, wakabaji ama wazuiaji. Ana uwezo mzuri kabisa wa kupokonya mali, ana uwezo mzuri kabisa wa kuondoka na mpira, lakini pia kuweza kupiga pasi mara baada ya kuweza kuchukua mpira kwa adui na kuifikisha mahali sahihi. Kazi yake kubwa leo hii itakuwa ni kuhakikisha kwamba Berkane katika dimba la kati hawajitawali na kupaona kama amani ni kama kule Berkane. Lakini katika upande wa namba 7 anasimama si mwingine bali ni Kibu Dennis, mwendelezo mzuri wa kile ambacho anachokifanya katika michezo yake, ingawa mchezo uliopita hakuweza kumaliza kutokana na majeraha ambayo aliyapata, lakini sasa hivi iko vizuri na ameweza kupewa nafasi ya kuanza kwenye kikosi hichi na mwalimu Fadlu Davis. Kwa hiyo utakwenda kushuhudia mapigo na mwendo. Kazi kubwa watakayokuwa nayo ni mabeki ambao watakuwa wakiweza kumlinda Kibu Dennis upande wa Berkane. Lakini katika upande wa namba 8 utakutana na si mwingine bali ni Fabrice Luamba Ngoma. Mwamba huyu mpiga pasi hatari, moja kati ya watu ambao wanapiga pasi ambazo pengine Berkane watapaswa kuweza kujichunga zaidi, kwani ni moja kati ya mtu hatari kweli kweli na tishio. Kazi yake ni hiyo, kuchukua mali na kuweza kuifikisha katika maeneo sahihi ambayo yanaweza kuleta matokeo mazuri. Lakini katika upande wa namba 9 mwalimu anasimama na Steven Dese Mukwala. Unafahamu shughuli yake, moja kati ya watu ambao waliweza kupindua matokeo pale Benjamin Mkapa dhidi ya klabu ya Al Masry. Kwa hiyo anawekwa kwa ajili ya muendelezo wa kile ambacho alichokifanya. Lakini katika upande wa namba 10 anasimama Jean Charles Ahoua. Unafahamu kazi kubwa ambao huwa anaipiga, aliweza kuivusha klabu ya Simba kunako kuelekea fainali kwa goli lake ambalo lilipatikana hapo Zanzibar dhidi ya Stellenbosch. Kwa hiyo
hiyo anaenda kuweka ukumbukumbu vizuri kwamba yeye ndio mwamba wa kupindua haya matokeo. Lakini katika upande wa namba 11 anasimama si mwingine bali ni Master Elie Mpanzu. Nafahamu shughuli yake, kasi, mbio, mashuti, ndio kitu kikubwa ambacho kinachokwenda kutabiliwa kwenda kutokea, mashuti ya mbali. Kwa hiyo golikipa wa klabu ya soka hapa anazungumzia Balkane anapaswa kuweza kujiandaa kisaikolojia kwa lolote ambalo linaweza likatokea katika mchezo huo. Weka maoni yako hapo chini katika upande wa comment.